Ninawasalimu katika jina la Yesu. Siku ya leo, kama ambavyo nimekwisha kukutambulisha ya kwamba siku ya leo nataka tuongelee kuhusu nguvu ya ndani. Nguvu ya ndani ni uwezo ambao Mungu amemwekea kila mtu. Na nguvu ya ndani kwa kawaida, kanuni ya nguvu ya ndani ni roho ya mwanadamu. Roho ya mwanadamu kwa asili, mwanadamu ni kiumbe ambaye ni wa pekee kuliko viumbe wote duniani. Ni kiumbe ambaye ana nguvu ya asili kutoka ndani. Na kila nguvu ambayo mwanadamu amepewa ina chanzo chake, na huwa ina tabia ya kuinuka na ina uwezo pia wa kupotea. Ina uwezo wa kuzaliwa na ina uwezo wa kufa. Nguvu ya ndani ni uwezo ambao hauelezeki. Kuna watu wengine wanasema nguvu ya ndani ni uthubutu. Wengine wanasema nguvu ya ndani ni maamuzi. Wengine wanasema nguvu ya ndani ni uwezo wa kufanya maamuzi. Lakini kuna watu wengine wanasema nguvu ya ndani ni uwezo wa kuanza. Mwaka 1991 Dr. James Naismith, mwenyeji wa Canada, akiwa mkufunzi wa chuo kikuu cha michezo, aliweza kugundua mchezo wa mpira wa kikapu, basketball. Mwaka 1939, miaka 48 baadaye, aliitwa na kufanya mahojiano na waandishi wa habari wa kituo fulani cha redio. Waandishi hao walitaka kujua ilikuwaje na kivipi aliweza kuanza mchezo huo, mchezo ambao ulionesha kupendwa na watu wengi sana siku baada ya siku. Naismith alisema, I told them the idea was to throw the ball into the opposing team. Speech, basket, I blow a sweat and the first game of basket begin. Hii ilimaanisha, niliwaambia wazo lilikuwa ni kuruhusu mpira kwenye kikapu na timu pinzani, nikapuliza filimbi na mchezo wa kwanza wa mpira wa kikapu ukaanza. Naismith alizidi kusema kwamba mwanzoni walipata shida jinsi ya kucheza ule mchezo, na nilipogundua hilo nikaamua kutengeneza sheria 13 za mchezo huu, ikiwemo sheria inayosema hairuhusiwi kugusa mwili wa mpinzani wako wakati wa kumpokonya mpira. Nini maana yake? Ndani yetu kuna ubunifu mwingi sana. Ndani yetu kuna vitu vingi sana havijawahi kufanyiwa kazi. Ndani yetu kuna uwezo uliojificha ambao hautaweza
kutokea ni mpaka tumefanya maamuzi. Ndani yetu Mungu ameficha uungu. Sasa ule uungu ulioko ndani yetu, ukisoma kwenye Biblia utakuja kugundua kuna mtu mmoja anaitwa Samsoni. Samsoni alikuwa ni binadamu aliyekuwa na damu na nyama kama mimi na wewe. Lakini Samsoni katika kitabu cha Waamuzi 14 mstari ule wa 5 na wa 6, Samsoni anakutana na simba. Ndipo Samsoni anasema, neno la Bwana linasema hivi: ndipo Samsoni na baba yake na mama yake wakatelemkia Timna, wakafika mashamba ya mizabibu huko Timna, na tazama, mwana simba akamngurumia. Sikiliza sasa nguvu ya ndani inavyofanya kazi. Roho ya Bwana ikamjia kwa nguvu, naye akampasua kama kwamba anampasua mwanambuzi. Akampasua kana kwamba anampasua mwanambuzi, wala hakuwa na kitu chochote mkononi mwake. Lakini hakuwaambia baba yake na mama yake aliyoyafanya. Nini tafsiri yake? Chochote unachokabiliana nacho ili kikuweze, ni uwezo wa ndani unavyoweza kuamsha. Sasa uwezo wa ndani tunasikia hapa anasema roho ya Bwana ikamjilia kwa nguvu. Sasa tunajiuliza swali, huyu Samsoni alikuwa anatembea na barabara, anaelekea anakotaka kwenda. Ghafla anakutana na simba. Simba anataka amrarue. Mimi na wewe kwa maamuzi haraka haraka, hata ukijiuliza umekimbia, yaani ungetafuta namna ya kuponya roho yako. Lakini ndani ya mwanadamu kuna nguvu zaidi ya simba. Ndani ya maamuzi ambayo mtu amefanya, kuna uwezo wa kuitumia ile nguvu ya ndani. Kwa hiyo kumbe nguvu ya ndani ni uwezo wa kufanya maamuzi wakati yanahitajika. Roho Mtakatifu anakaa ndani ya mtu. Sasa kama Roho Mtakatifu anakaa ndani ya mtu, kama hujui namna ya kumtumia, uwe na uhakika hauwezi kuja kupata matunda ya Roho Mtakatifu. Samsoni alipojikuta kwenye hatari, hakutaka kupiga kelele, hakutafuta nyenzo, ila alitafuta kilichoko ndani. Hata wakati mwingine mimi kama mhubiri naweza nikawa nimesimama mbele za watu, wakati nikiwa ninahubiri nikamwona mtu mwenye tatizo. Kitendo cha kumwona yule mtu mwenye tatizo, mimi ndiye ninayefanya maamuzi. Je, ni huyu mtu nimfanyie maombi apone, au niendelee kufundisha tu ujumbe wangu? Sasa kitendo cha mimi kufanya maamuzi ya kumwombea tu kinatoa majibu ya yule mgonjwa. Swali ni moja tu, kwa kuwa nguvu huwa iko ndani, mimi nikifanya maamuzi, swali langu ni moja, lazima nimtake utayari wa nguvu ya ndani ya mgonjwa wangu. Lazima nimuulize swali, uko tayari kupona? Sasa yule mgonjwa, nguvu yake ya ndani inaweza itaamuaje kiwango cha nguvu ya Roho Mtakatifu alionayo, kiwango cha imani alionayo. Ile ndio nguvu ya ndani alionayo. Nikimuuliza akanijibu sawa sawa na maamuzi yangu, hakuna ugonjwa ambao unaweza kusimama juu ya mtu ambaye ana nguvu ya ndani, anajua kuitumia. Kwa hiyo tuna ili jambo pia kwenye Biblia unaweza kumuona mtumishi wa Mungu Petro.
Petro pamoja na wenzake wakawa wanatembea. Walipofika kwenye ile birika la uzuri, wakamkuta pale kilema kwenye lango la mji. Wakamkuta kilema, wakamuuliza kilema, uko tayari? Akamuuliza, wakamkuta pale kilema anahitaji msaada. Kitu alichomwambia, sisi hatuna fedha, hatuna goldi, hatuna dhahabu, lakini tulicho nacho tutakupa. Wakawaangalia mikononi, hawa watu wanaonekana kabisa ni wahitaji, lakini kumbe kuna uwezo wa ndani. Kilichowapelekea wakina Petro wakasema tunataka tulicho nacho tukufanyie, walijua kumbe kuna uwezo walionao. Na yule alipokubali kupokea uwezo walionao, maana yake aliweka tumaini kwao, akiamini kuna kitu kitatokea. Alipoweka tumaini kwao, yule kiwete alisimama na alitembea. Hiki kitu tunamwona pia hata na Yesu. Alipokutana na mgonjwa, alimuuliza, unapenda kupona? Pale kwenye ile birika akamwambia, mimi sina mtu wa kunitunza, wa kunitupa kwenye birika. Maana yake nguvu yake ya ndani inawategemea watu. Siku zote kufeli kwa kila mtu kunatokana na kutokuwa na uwezo wake binafsi. Siku utaachana na mtazamo wa kuangalia watu, kuwasubiria watu waje wakutoe kwenye changamoto yako, ndio siku maisha yako yatakapobadilika. Kwa nini? Maamuzi ya Samsoni yalibadilisha historia yake. Maamuzi ya yule mgonjwa aliyokuwa pale kwenye geti la kuingilia kwenye lango la mji yalibadilisha maisha yake. Maamuzi ya mtumishi wa Mungu Petro yalibadilisha maisha ya yule kiwete. Hali kadhalika Yesu anamtaka yule bwana aliyekaa kwenye kiti, kwenye mattress, kwenye godoro. Anamwambia, unataka kuwa mzima? Jibu lilikuwa rahisi, aseme tu ninataka. Kwa nini? Ina maana usipoutumia uwezo wako kutaka kufanya jambo lolote, jiridhishe, hakuna mtu, hakuna mtaji unatosha kukutoa kwenye changamoto yako. Hakuna uwezo nje ya uwezo ulioko ndani yako unaweza ukabadilisha hali yako au mazingira yako. Kwanza ona kuna uwezekano, alafu anza kuapply ule uwezekano. Yule mgonjwa akamwambia ninataka, akamwambia inuka. Yesu hakumuinua, alimwambia inuka. Kumbuka umeparalyze, umelala miaka yako ya kuzaliwa, umelala pale. Alafu mtu from nowhere anakuambia inuka. Hauhitaji mtaji mkubwa sana kuanzisha hiyo biashara. Hauhitaji kupata mtu wa connection kwenda kuapply ile kazi. Inuka, nenda. Na ukifika wakikwambia hakuna kazi, waambie nyie huko ndani mnafanya nini? Kama hamna kazi, mbona naona watu wanafanya kazi? Watu wamo ndani, mwezi kuniambia hamna kazi. Niache nikaonane na mwajiri. Wakati mwingine uwezo wako wa ndani utakuamulia kile unachotakiwa kukipata. Tutaendelea na somo hili. Kadiri utakapokuwa unanifuatilia, nitakuonyesha siri kubwa sana iliyofichwa ndani yako. Ndani yetu kuna uwezo usio wa kawaida.